Rais wa Marekani Donald Trump amesema hatazamii kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Iran, badala yake anataka mwisho wa kweli wa mapigano hayo. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya Air Force One, Trump amesema Iran ilipaswa kufikia makubaliano na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia na kwamba hayupo katika hali ya kufanya mazungumzo kwa sasa. Tehran ilikuwa katika mazungumzo na Washington kabla ya Israel kuanzisha mashambulizi yake. Rais Trump amerejea mapema kutoka kwa mkutano wa G7 nchini Canada kwa sababu ya mzozo wa Mashariki ya Kati. Kabla ya kuondoka kwake, Trump na viongozi wengine wa G7 walitoa taarifa wakidai haki ya Israel ya kujilinda na kuitaka Iran ama kuitaja kuwa chanzo kikuu cha ukosefu wa utulivu na chanzo cha ugaidi katika eneo hilo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia IAEA limesema limegundua dalili za kwanza za athari za moja kwa moja za mashambulizi ya Israel kwenye kambi ya kurutubisha nyuklia za chini kwa chini kwenye kituo cha nyuklia cha Iran huko Natanz. Shirika hilo limesema hii ilitokana na kuendelea kwa uchunguzi wa picha za satellite zilizokusanywa baada ya mashambulizi ya Ijumaa. Haikutaja viwango vya mionzi hiyo. Israel imefanya mashambulizi ya mara kwa mara kwenye maeneo muhimu ya nyuklia ya Iran katika siku za hivi karibuni, licha ya onyo kutoka kwa IAEA kwamba hii inakiuka sheria za kimataifa. Vikosi vya Israel vimewaua zaidi ya Wapalestina 51 na kujeruhi mamia ya wengine baada ya kufyatua risasi karibu na eneo la kusambaza misaada kusini mwa Gaza. Shirika la ulinzi wa raia linaloendeshwa na Hamas limesema kwamba wanajeshi wa Israel waliofyatulia risasi watu waliokuwa karibu na eneo la misaada huko Khan Yunis. Zaidi ya watu 200 waliripotiwa kujeruhiwa. Esther Lombano na taarifa zaidi. Jeshi la Israel limeiambia BBC kuwa linachunguza ripoti hizo. Ni matukio ya hivi punde na yanayoweza kuwa mabaya zaidi ya karibu kila siku ya ufyatuaji risasi ambayo yamekuwa yakitokea hivi karibuni karibu na maeneo ya usambazaji wa misaada huko Gaza. Takriban majeruhi wote wa Gaza katika siku za hivi karibuni wamehusishwa na utoaji wa misaada badala ya mashambulizi ya Israel dhidi ya kambi za Hamas. Walioshuhudia wanasema kuwa wanajeshi wa Israel walifyatua risasi na kushambulia kwa makombora eneo lililo karibu na makutano ya mashariki ya Khan Yunis, ambapo maelfu ya Wapalestina walikuwa wakikusanyika kwa matumaini ya kupata unga kutoka shirika la mpango wa chakula duniani WFP. Mwandishi wa habari wa eneo hilo na mashuhuda wa tukio hilo wamesema ndege zisizo na rubani za Israel zilirusha makombora mawili na muda mfupi baadaye kufuatiwa na kombora kutoka kwa gari la kijeshi lililokuwa umbali wa mita 400 au 500 kutoka kwa umati wa watu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mwanaume mmoja ameripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi na polisi kwenye maandamano katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, ikiwa ni kupinga kifo cha mwanaharakati alikuwa chini ya ulinzi wa polisi. Vyombo vya habari vya eneo hilo vimesema alikuwa akiuza barakoa kwenye maandamano hayo na akaingia kwenye mzozo na maafisa wawili wa polisi. Mwili wa mwanaume huyo ulibebwa na waandamanaji ambao awali walisema walishambuliwa na watu wasiojulikana kwa viboko na marungu. Video zinaonyesha wanaume hao wakionekana kufanya kazi bega kwa bega na polisi waliofyatua vitoa machozi. Walinzi wa pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu wanasema kwamba wamewaokoa wafanyakazi 24 baada ya meli mbili za mafuta kugongana katika ghuba ya Oman karibu na Iran. Kampuni ya meli ya Frontline ilisema moto ulizimwa kwenye meli yake ya mafuta ya Front Eagle kufuatia kugongana na meli nyingine. Amesema kulikuwa na ripoti za moto kwenye meli ya Adalin, lakini hakuna dalili za uchafuzi wa mazingira. Kampuni ya ulinzi wa baharini imesema tukio hilo halihusiani na usalama, lakini mwingiliano wa kielektroniki wa mifumo ya urambazaji wa meli inasemekana kukithiri katika eneo la Ghuba tangu uhasama ulipozuka kati ya Israel na Iran. Na familia ya mwanamke mjamzito ambaye ubongo wake ulikufa nchini Marekani na ambaye alihifadhiwa katika chumba maalumu kwa miezi kwa sababu ya sheria za kuzuia mimba inasema kwamba mtoto wake amejifungua. Hospitali katika jimbo la Georgia ilisema kuwa kisheria ililazimika kumweka hai Adriana Smith mwenye umri wa miaka 31 hadi kuzaliwa kwa mtoto wake. Mama yake anasema sasa ataondolewa mashine ya kumsaidia kuishi. Amesema uamuzi wa kumwekea binti yake hai ungeachiwa familia. Mtoto huyo aitwaye Chance yupo katika chumba cha wagonjwa mahututi. Kesi hiyo iligeuka kuwa kiini cha mjadala wa haki za uviaji mimba nchini Marekani. Hii ni BBC.
Taarifa ya habari za dunia imewasilishwa na David Nkya. Matangazo ya Dira ya Dunia nchini Tanzania yanasikika kupitia Zenji FM, Radio Free Africa na Radio 1. Nchini Kenya ni Pamoja FM, Milele FM na Mwenedu FM. Wakati nchini Uganda tutege sikio kupitia Radio Lira, Radio Paidha na Radio Kitara. Huko DRC ni Radio Muungano Beni. Kupitia tovuti andika bbcswahili.com na kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ni BBC Swahili. Jioni hii uko na Martha Saranga na mwenzangu ni Leonard Mubali. Karibu Mubali. Asante sana Martha Saranga, asante sana msikilizaji. Tuanze yale tuliokuandalia. Mwanaume mmoja amepigwa risasi na polisi kwenye maandamano katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, ambako kumeshuhudia maandamano ya kupinga kifo cha mwanaharakati Albert Ojwang. Walioshuhudia tukio hilo wanasema kuwa mtu huyo alikuwa akiuza barakoa kwenye maandamano hayo, na mara wakati waandamanaji walipokimbia, yeye alisalia kando ya duka moja ambako alikabiliwa na maafisa wa polisi ambao walimpiga makofi kabla ya kumpiga risasi. Mwili wa mwanaume huyo ulibebwa na waandamanaji ambao awali walisema walishambuliwa na watu wasiojulikana kwa viboko na marungu. Anthony Rungu na maelezo zaidi. Niko katikati mwa jiji la Nairobi ambapo maandamano yanazidi kuendelea, na kama unavyo pale kuna mtu ambaye wanasema kwamba amepigwa risasi na maafisa wa polisi, na kwa sasa kuna gari la shirika la Msalaba Mwekundu ambalo linaendelea kumpa matibabu na kumuondoa, na unaona kwamba kuna waandamanaji wengi ambao pia, ukiangalia upande wangu hapa kuna maafisa wa polisi ambao wamekuwa wakirusha vitoa machozi na kuwarushia wale waandamanaji walio katika upande ule mwingine. Na haya maandamano yamekuwa tofauti sana, kwa sababu sio kama yale ambayo yamekuwa yakiendelea hapa. Kuna pande tofauti, kuna wale ambao wamekuja kuandamana na pia kuna wale ambao inadaiwa kwamba wamelipwa na wanasiasa, baadhi ya wanasiasa hapa katika kaunti ya Nairobi kuhakikisha kwamba wamesambaratisha maandamano. Mkikuza Nairobi mmekuza Kenya. Sasa vijana wenye wanataka kuandamana, waandamani kwa amani, au wanataka kudestroy. Sisi kama vijana tutapata wapi unga mkiharibu kesho? Lazima unga yetu tulinde. Hao vijana wanaibia watu, wanaibia mama zetu, wanaibia dada zetu, eti wanaika security. Of which it is wrong. Kini cha maandamano haya ni kwa sababu ya kifo cha Albert Ojwang ambaye aliweza kuaga dunia mikononi mwa polisi ama akiwa katika kituo cha polisi, na ikasemekana kwamba naibu mkuu wa polisi ndiye ambaye aliweza kupeleka kesi kotini ama kupeleka mashtaka, na baadaye Ojwang akaweza kutiwa mbaroni, na wengi wanasema kwamba ni lazima naibu mkuu wa polisi aweze kujiuzulu. Hiyo tu step aside si enough. Huyo msee anafaa kuwa resign, kwa sababu step aside bado analipwa mshahara, bado anazungushwa na pesa ya ushuru ya Wakenya, bado anapikiwa na chef analipwa na pesa ya ushuru, anafaa resign. Mimi ni mtu ambaye napenda nchi yangu sana. Mimi ni mzalendo, mimi mwenyewe ni painter, and ni muhimu for me kukua hapa. Kila wakati wanafanya vitu hazi make sense, tuko hapa. Sisi wakiamka wakiweka mguu chini kwa kitanda, tunafuata ni nini wanafanya na hiyo pesa yetu ya ushuru. Ni haki yangu kukua hapa. Mimi ni mtu siwezi simama maovu yakitendeka, na pia tunafaa accountability na transparency. Sisi hatuko against the government. We love the government. We love William Samoei Ruto. But what we want, tunataka justice kwa kila mmoja. Sisi tumejihami wenyewe. Tuko na mabiashara hapa, lazima tujiangalie sisi wenyewe. Hakuna mtu ametulipa. Tumejituma kimani solo. Sisi tuko na polisi tufanye kazi. Kwa leo tuko ndani ya cover, lakini tukimaliza tunarudi opposition. Wagwa. Tukiendelea kuangazia hali ya mambo nchini Kenya, ni kwamba mwanaharakati wa haki za binadamu Hussein Khalid amedai kushambuliwa na kundi pinzani la waandamanaji wakati wa maandamano katikati mwa jiji la Nairobi leo Jumanne. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Khalid Hussein. Kwanza nilitaka kufahamu maandamano yalikwendaje na yuko wapi hadi wakati huu. Hali haijakuwa nzuri kwa sababu tumeona kuna baadhi ya wahalifu
ambao wametumwa kuvuruga maandamano na wametatua yale ambayo wananchi walikuwa wanataka kuyafanya kwa kupiga watu, kuharibu mali za watu na hata pia biashara. Ilikuwa tunatarajia maandamano yatakuwa mazuri na ya amani. Wahalifu wameweza kuingilia na kuvuruga. Uko wapi sasa hivi na uko salama? Hivi sasa tumejifungia katika mkahawa mjini Nairobi, katikati ya mji. Kwa sababu za kiusalama siwezi kusema ni wapi exactly, lakini tuko hapa. Tumejizuia baadhi ya waandamanaji kwa sababu tumeona wahalifu wameingia zaidi na zaidi, na tunajaribu hali iwe afadhali, bora kidogo ndio tuweze kuondoka hapa. Halid, inafahamika kwamba kumekuwa na maandamano, lakini hao unawataja kama wahalifu ni akina nani hasa? Naam, tunasema ni wahalifu kwa sababu kwanza walikuwa wamebeba silaha. Waandamanaji hawabebi silaha, hawabebi marungu. Vile vile tumeona wakifanya vurugu kama vile kupiga watu, kupora simu za watu. Wale waandamanaji wetu wa kawaida tunaowajua huwa hawafanyi hivyo. Kwa hivyo pia tuko na habari za kule ambako walikuwa pale mwanzo, ambapo walikuwa wakipewa pesa na wakipewa vileo ili waweze kuvuruga. So kuna baadhi ya wanasiasa ambao tayari wamenukuliwa wakisema kwamba walikuwa wameshughulikia masuala hayo. So hawa ni wahalifu na si baadhi ya wale waandamanaji wa amani ambao tunawajua. Halid, ulijikutaje katika mazingira ambayo nusura uhatarishe maisha yako? Mimi nilikuwa natembea na tulikuwa tunaelekea upande wa kuandamana, na wakati huo pale mwanzo tulikuwa tunajua wote ni waandamanaji, tuko pamoja na tulikuwa tunafikiria kwamba ni wenzetu. Lakini nilipofika hapo wakaanza kusema ndio huyu mmoja wao, wakaanza kuitana hapo, wakanivuruga, wakanipiga nikijaribu kukimbia. Jambo zuri ni kwamba hawakunifuata nilipotoroka. Nikakimbia nikaruka barabara ya Kenyatta hadi upande wa pili. Nilipofika upande wa pili nikachukua simu nikaanza kuwarekodi baadhi ya wale ambao walikuwa wanaendelea kutembea. Mmeridhika na utendaji kazi wa maafisa wa polisi katika maandamano ya leo? Hatujaridhika kabisa, kwa sababu tumeona baadhi ya kanda ambazo zinatembea katika mitandao ya kijamii inaonyesha wazi polisi wakipiga risasi na kuua. Mtu alikuwa amesimama kando yake hata ni futi 2 peke yake, na wamempiga risasi. Ni mtu ambaye alikuwa hana silaha wala alikuwa hafanyi chochote. Habari tunazozipata ni kwamba kuna majeruhi wengine pia ambao wamepiga risasi, huenda hata wameuawa. Kwa hivyo hii ni nguvu kupitia kiasi. Polisi wanajua wale wahalifu ni kina nani na wanajua waandamanaji wa amani ni kina nani, lakini wanafanya kazi pamoja na hawa wahalifu ili kuumiza waandamanaji wa amani. Mlikuwa mnataka naibu kamishna wa polisi kujiondoa, amejiondoa, na maafisa kadhaa wa polisi kufikishwa mahakamani. Sasa mnataka nini kingine? Hatukuwa tunataka naibu wa polisi kujiondoa. Sisi tulikuwa tunataka naibu wa polisi akamatwe, afunguliwe mashtaka, na baada ya mashtaka na kupatikana na makosa afungwe korokoroni. Kwa hivyo ni kusema kwamba hatua ya yeye kujiondoa haitoshi, kwa sababu Mkenya ameuawa katika seli za polisi. Leo hii tukiwa tutakubali tu mtu ajiondoe kwa muda, kisha tunajua vile wana serikali wanavyofanya kazi, watamrudisha kazini, hatuwezi kukubali kamwe. Kwa hivyo sisi hatukuwa tunataka naibu wa polisi kujiondoa. Tulikuwa tunataka akamatwe, afunguliwe mashtaka, afikishwe korokoroni, na bado huo ndio msimamo wetu. Tunataka kumwona amewekwa pingu na kufikishwa mahakamani.